Amani Kwadwo Khan Michel ndiye top scorer katika ligi kuu ya Ivory Coast iliyomalizika hivi karibuni, yeye akiwa amefunga mabao mengi zaidi, lakini pia amechangia mabao mengi zaidi kuiwezesha klabu yake ya Afad Plateau kumaliza katika nafasi ya 3 kwenye ligi kuu ya Ivory Coast, ambayo kwa kawaida kama ilivyo katika ligi kuu Tanzania bara ina mechi 30 kwa kila timu, kwa sababu wana timu 16. Huyu mwamba Amani Michel Kwadwo Khan amemaliza top scorer akiwa amefunga mabao 17, lakini pia ametoa assist 6 na hivyo kuchangia mabao 23 kwa klabu yake ya Afad Plateau, ambayo mpaka mwisho wa msimu ikimaliza katika nafasi ya 3 ilimaliza ikiwa na mabao 40. Ndiyo, Afad Plateau ilimaliza na mabao 40. Kwa lugha nyingine, ukitaka kuona mchango wa Amani Michel Kwadwo Khan kwa timu yake, mchango wa mabao, utagundua kwamba ni mabao 23 katika mabao 40, ambayo ukizidisha kwa 100 unapata hapa takriban 58% ya mabao yote yeye ameshiriki moja kwa moja, kwa maana ya kufunga ama kutoa assist. Hapo unaona ni kwa namna gani ambavyo mchezaji huyu Amani Michel Kwadwo Khan, kwa nini ni mchezaji muhimu ambaye hivi sasa anahusishwa na klabu mbalimbali, moja wapo ni wananchi Yanga, kwamba ifikapo katika msimu wa 2026-2027 Amani Michel Kwadwo Khan winga anayeweza kucheza zaidi upande wa kulia, upande wa kushoto, lakini pia anamudu kucheza nyuma mshambuliaji kinara katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Anaweza kucheza maeneo haya yote, kwa maana kutokea kulia, kutokea kushoto, lakini pia kutokea kati akiwa kama mshambuliaji msaidizi nyuma mshambuliaji kinara. Amekuwa kwenye kiwango bora sana katika msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Ivory Coast. Kama nilivyotoka kueleza awali, anahusishwa na timu nyingi. Huyu umri wake ni miaka 27, ndio, kwa sababu alizaliwa tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 1999. Guu lake yenye nguvu zaidi linaonekana kana kwamba ni la kulia, lakini kwingine inaelezwa ni miguu yote miwili anaitumia kwa ufanisi, akishambulia zaidi kutokea pembeni, lakini huwa anaingia ndani na hivyo kupata fursa ya kupiga mashuti, lakini pia anajua pa kujiposition kiasi ya kwamba hufunga mabao yale ya tap in, ya kuunga tu kwa kujua umesimama wapi na kusubiri mpira sahihi ukufikie uweke wavuni. Amani Michel Kwadwo Khan ana kila sababu ya kuhusishwa na timu mbalimbali kutokana na uwezo mkubwa alioonyesha katika msimu uliomalizika hivi karibuni wa ligi kuu ya Ivory Coast. Ikikumbuka kwamba kuanzia msimu wa 2020-2021 hakuna mchezaji katika ligi kuu ya Ivory Coast amemaliza kwa idadi kubwa ya mabao haya 17 aliyofunga yeye. Abdoulaye Kante msimu wa 2023-2024 ndiye anaonekana amefunga mabao mengi zaidi kabla ya hiki alichokifanya Kwadwo Khan katika msimu huu akiwa amefunga mabao 15. Lakini katika misimu mingine, kwa mfano msimu uliopita, top scorer hakufikisha idadi ya mabao haya. Ndio, kuna msimu top scorer hakufikisha hata mabao 10, lakini Michel Amani Kwadwo Khan anafikisha idadi ya mabao, na kwa kiasi kikubwa akifanikisha mipango ya timu yake kumaliza miongoni mwa timu 3 za juu katika ligi kuu ya Ivory Coast, ikijihakikishia tiketi ya kufuzu kutoka katika nchi yao kushiriki michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ikumbuke kwamba Ivory Coast ni miongoni mwa ligi bora 12 barani Afrika, na hivyo hutoa kwa taratibu za CAF, hutoa timu 2 katika ligi ya mabingwa, timu 2 katika kombe la shirikisho. Sasa na wao Afad Plateau wamepata tiketi hiyo kwa kiasi kikubwa kwa mchango wa Michel Amani Kwadwo Khan, kwa mchango huu wa 58% ya mabao yote waliowafunga kwenye ligi kuu ya Ivory Coast msimu uliomalizika. Kama kweli anatua Yanga wanafanikisha usajili wake katika vita ambayo bila shaka itakuwa kubwa katika kumpata, wanaweza kunufaika vipi? Kwanza, mchezaji huyu ambaye urefu wake ni futi 5 na inchi 10 ana sifa kubwa ya kwamba ana uwezo mkubwa wa kupiga chenga. Tazama kwa mfano video hiyo hapo, inaonyesha juu ya uwezo wake ambavyo anaweza akawatambuka wachezaji 1, 2 mpaka 3 wa timu pinzani
kumwezesha kulifikia lango la wapinzani na kufanya maamuzi ya kufunga ama kutoa assist, na ndio maana ishangazi kuona na mabao mengi kiasi hiki, lakini pia akishiriki katika kutoa assist, pasi saidizi za mabao 6. Lakini kubwa zaidi ni kwamba yeye ni kiungo ushambuliaji, lakini anaweza kuleta madhara kama mshambuliaji kinara, na ndio maana unaona kwa idadi hii ya mabao akiwa sio mshambuliaji kinara, anatokea pembeni, anatokea nyuma mshambuliaji kinara, lakini anafunga hivyo. Ndani ya Yanga kwa mfumo wao mara nyingi huwa ni baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili wa ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, anaweza kufiti eneo lolote kati ya pale juu kwenye kushambulia, kwa maana kwamba nyuma mshambuliaji kinara ama kutokea pembeni. Lakini pia anafiti kwenye mifumo mingine kama kuwa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili, yeye anaweza kuwa sehemu ya washambuliaji wawili, lakini pia anaweza kuwa winga kwa sababu ana uwezo wa kuwa orthodox winga. Winga yule ambaye anatoka upande ambao guu lake lenye nguvu lilipo, kwa sababu mguu wa kulia ndio hutumia sana, anaweza kufanya hivyo. Lakini kushoto pia anaweza kucheza kama inverted winger, lakini pia kama orthodox, kwa sababu mguu wa kushoto pia hutumia mara kadhaa katika kuwaletea madhara wapinzani. Kwa hiyo akitua Yanga bila shaka watanufaika naye kwa jambo hili, juu ya kujiposition, kujua asimame wapi kuweza kuleta madhara kwa wapinzani. Na ikumbukwe ndani ya Yanga kuna wachezaji kadhaa wenye kipaji kutoka eneo la kati ya mstari wa uwanja. Mudathir Abbas, kiungo wa ukabaji ambaye ni box to box, wanapokwenda kushambulia katika mfumo wao unaotumia mara kwa mara Yanga, amekuwa na uwezo mkubwa kwenda katika eneo la juu kufunga na kutengeneza nafasi kwa wenzake. Akiwa na Amani Michel Kwadiokan ni balaa, lakini kuna Peodo Pacome Zouzoua, raia mwenzake wa Ivory Coast ambaye amekuwa kwenye kiwango bora tangu atoe Yanga. Kuna Alan Okello. Kwa ufupi, Yanga pale mbele wako wengi hapo, hujamtaja Prince Pomelo Dube na kadhalika. Kwa sababu hii akitua Amani Michel Kwadiokan, kwa vyovyote vile akiendeleza kile kiwango chake alichokionyesha msimu huu, Yanga watakuwa wamepata mtu wa maana sana endapo watafanikiwa kumpata kwenye usajili ujao. Hata hivyo, changamoto huwa hazikosekani. Ligi kuu ya Tanzania bara ni ligi yenye ushindani sana. Wapo wachezaji ambao wamefanya vizuri katika ligi nyingine ikiwamo ya Ivory Coast, lakini wakatua nchini wakaonekana hawatishiki hivyo. Mfano mojawapo ni Celestin Ekyo ambaye alitoka katika ligi kuu ya Ivory Coast msimu uliopita na kusajiliwa na Yanga msimu huu, matarajio yakiwa makubwa sana. Alifanya mengi akiwa Ivory Coast, ikiwa akitajwa na baadhi ya vyanzo kwamba ni MVP, akizitumikia klabu za Zoman FC, ASEC Mimosas, lakini kutua Yanga hakuonyesha makali yale aliyotarajiwa. Matokeo yake wakati wa usajili wa dirisha dogo ni miongoni mwa wale ambao waliruhusiwa kutoka katika klabu hiyo ya wananchi Yanga. Lakini wapo kina Jean Shaua, alikuwa MVP katika ligi kuu ya Ivory Coast akiwa Simba, alifanya mengi ikiwamo kuwa top scorer katika msimu uliopita akifunga mabao 16. Kwa sababu hiyo yeye Jean Shaua au kile anachokionyesha Peodo Pacome Zouzoua, alichokionyesha Stefan Aziz Ki alipotoka kule Ivory Coast katika klabu ya ASEC na kutua Yanga, na wachezaji wengine kadhaa kutoka Ivory Coast ambao wameonyesha kiwango bora hapa nchini, basi yeye ana wajibu wa kufuatisha nyendo zao kwa kufanya vizuri na ikibidi kufanya vizuri zaidi. Lakini ajue anakuja nchini katika ligi ambayo ina ushindani zaidi endapo Yanga watafanikisha usajili wake. Ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika. Ni ligi ambayo imezidiwa tu na ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Afrika Kusini na ligi kuu ya Algeria kwa viwango vya CAF. Kwa hiyo akitua ajue ushindani katika ligi kuu Tanzania bara uko mkubwa. Lakini pia ushindani ndani ya Yanga kupata namba, kwa sababu ndani ya Yanga kuna nyota wengi wenye kipaji cha hali ya juu. Kama kweli atafanikiwa kusajiliwa, Yanga atafanikiwa kumpata, basi akitua ajue kwamba kupata nafasi ya moja kwa moja kwanza kosini ni lazima afanye ya ziada kuridhisha benchi la ufundi. Lakini kama Yanga wakimpata pia wanapaswa kujua kwamba kwenye misimu iliyopita yeye hakuwa anatajwa miongoni mwa wafungaji bora. Hayumo katika orodha ya wale wanaofunga mabao mengi. Swali, alikuwa wapi kwenye misimu mingine na ikatokea tu msimu huu wakati huu akiwa na miaka 27? Pengine wakati wakimsajili watakuwa wamelipata jawabu hilo, isije ikawa ni mchezaji ambaye yule mchezaji anasema wa msimu mmoja kwamba anafanya vizuri msimu mmoja halafu anapotea. Kwa namna anavyocheza, bila shaka endapo Yanga atafanikiwa kumpata, kuna mengi mazuri kuliko ya changamoto. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama
mzee wa data. Shukran jazilan, bye bye.